tumekuja kuwakumbusha kwamba mfahamu kwamba mko hapa na ninyi ni watu wazima sasa. Nchi yetu inaongozwa kwa utaratibu wa kisheria, na jeshi la polisi kazi yake ni kusimamia sheria za nchi. Na jeshi la polisi kazi yake nyingine ni ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Wewe uko huku, maisha yako sasa yako huku. Anayewajibika kuangalia usalama wako ni jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama. Tumekuja kusema pia kukwambia wewe kwamba unapokuwa katika mazingira haya lazima ujue namna ya kushirikiana na jeshi la polisi kwa ajili ya utoaji wa taarifa. Sisi tunatakiwa pia kama jamii ya Wanamwanza kuwa na jicho la mtizamo wa kiusalama na maeneo tunayoishi. Ukiona jambo lolote ambalo laweza kuhatarisha usalama wako, maisha yako, usalama wa maisha ya jirani yako na mali zake, usalama wa maisha ya mwalimu wako na chuo kwa ujumla, usiache kutoa taarifa. Tunataka wanafunzi wote muwe na mtizamo, muwe na fikra za kiusalama. Tunasema kila mwanafunzi awe na security consciousness. Yani usikae tu kabweteka, saa zote hisia tu, ishi ukifikiri usalama wako na usalama wa watu wengine. Na ukiona kuna jambo sio la kawaida, toa taarifa kwenye mamlaka za juu. Ukiona kuna jambo si la kawaida, toa taarifa kwa kamanda wa polisi wa mkoa. Hakuna anayekuzuia kuwasiliana na RPC, wewe ni mtu mzima. Hakuna anayekuzuia kuwasiliana na OCD. Nadhani hata taratibu za chuo zikukatazi. Ndio maana una simu yako muda wote. Ukiona kitu si cha kawaida, mpigie simu OCD. OCD naona kuna 1 2 3 hapa. Hii sio ya kawaida. Toa taarifa. Ndugu zangu wanafunzi, nimesema tunakuwa na takriban ya wanafunzi zaidi ya 10,000. Wanafunzi hawa wanaishi katika maeneo mbalimbali. Kuna idadi kubwa wanakaa kwenye hostel. Tena hostel ambazo ziko huko nje ya mazingira ya chuo. Kuna wanafunzi wengine wanaishi kwa ndugu. Kuna wanafunzi wengine wanatokea katika makazi yao, wanakuja kwa ajili ya kusoma. Lakini hapa kuna jumuiya pia ya walimu ambao wanafanya kazi kwa ajili ya kuwahudumia na kuwapa elimu. Sasa haya maeneo yote mtakapokuwa mnatokea kuja kupata elimu na hata mtakapokuwa hapa, usalama wenu, usalama wa mali zenu ni vitu vya kuzingatiwa sana. Kamwe hatuwezi kubaki kule maofisini tusije kuongea na idadi kubwa ya watu kama hawa. Kwa majina anaitwa Scholar Isaac. Nasoma mwaka wa kwanza kozi ya biology. Kutokana na elimu niliyopata, nimeweza kuelewa kwamba nina haki ya mimi mwenyewe kujilinda, lakini pia na kutambua wajibu wangu niwapo katika mazingira haya. Lakini pia nimepata elimu kuhusu kwamba katika mazingira tunayokaa tuna haki pia ya kulindwa sisi kama wanafunzi tuliokuja mahali hapa kwa ajili ya kupata elimu. Kwa wanafunzi wengine ambao wako mahali hapa, ukipata changamoto yoyote unaweza kupiga simu katika jeshi la polisi. Unaweza kupiga simu husika katika mkuu wa kituo cha polisi, kwa sababu ameweza kuacha namba yake ya simu. Hii itatusaidia sisi kutatua changamoto mbalimbali zinazotuzunguka ambazo zinahusiana na ulinzi na usalama katika maeneo yetu tunayoishi. Kwa majina naitwa Yohana Robert Omari, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu cha St. Augustine University Mwanza. Kwa kweli nimependa kufurahi kwa mawazo mazuri ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwa mkuu wa polisi wa mkoa wa Mwanza. Ametoa ushauri namna ya kuweza kuwasiliana na jeshi la polisi pale tunapopata taarifa ambazo zinaleta uvunjifu kwa ajili ya kuziwasilisha kwa ajili ya kuepusha hatari zozote zitakazotokea za uvunjifu wa mali.
Hivyo nimependa kushukuru kwa ushauri wao, lakini pia wametoa ushauri kwamba sisi kama wanafunzi tunao kila sababu ya kuwasiliana, kupata mawasiliano ya haraka pale ambapo tunakumbana na changamoto za ukosefu wa amani kwetu, kwa maana ya kuwasiliana nao ili kuweza kutupa ulinzi ambao utasaidia kuwa katika hali ya usalama.